Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki kizuri cha Maisha Kamili, kipindi kinacholeta masomo ya kujifunza Biblia. Wiki hii tunamshukuru Mungu ametujalia tena wiki nyingine, na tuna somo zuri linalosema kuishi pamoja sisi kwa sisi. Msikilizaji na mfuatiliaji, tunakukaribisha sana tuende pamoja kwa wiki nzima. Wiki hii tuna fungu linalobeba somo. Fungu linatoka katika Wakolosai 4 mstari wa 6. Tupe. Lakini kabla ya hapo tupate kuomba. Amen. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru kwa upendo wako na neema yako. Umetujalia tena nafasi nyingine tuje katika darasa hili lako utufundishe. Amen. Baba, tupe usikivu. Unapotupa usikivu na mfuatiliaji naye apate usikivu huu. Amen. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Amina. Mtu wa Mungu, wiki hii tuna fungu la kutubeba wiki nzima linalotoka katika kitabu cha Wakolosai 4 mstari wa 6. Nalo linasema maneno yenu yawe na neema siku zote. Siku zote. Maneno yenu yawe na neema siku zote. Yakikolea munyu chumvi, mpate kujua jinsi iwapasavyo kumjibu kila mtu. Mpate kujua jinsi iwapasavyo kumjibu kila mtu. Safi sana. Maneno watu inawaleta pamoja ni maneno, na hasa kama ni maneno matamu, kufarijiana, tena nguvu, umoja unakuwa bam bam. Na somo lililopita tujiangalia umoja wetu pamoja na Kristo, kuishi pamoja na Kristo. Tunapompokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, kwa njia ya imani na ubatizo tunaunganishwa na kichwa. Kwa hiyo tujifunza kuishi kwa hekima ya Kristo, uzuri wa Kristo, utu wa Kristo. Sasa tukumbuke pia kama tunapounganishwa na kichwa, tunaunganishwa pia na mwili wake. Na mwili wake ndio nani? Ndio sisi kama kanisa. Kanisa maana yake ni nini? Mkusanyiko wa wawili watatu walioitwa na Yesu Kristo. Amen. Sasa hii ni familia hiyo. Familia. Huu ni upande mmoja wa familia. Lakini kule nyumbani pia, kama kule nyumbani hukuolewa na ukumuoa asiyeamini au kufunga nira na asiyeamini, ule muunganiko tayari nao ni kanisa. Maana ni wawili watatu walioitwa, lakini katika umoja nao wa pekee ambao ni kivuli cha umoja huu wa Kristo na kanisa lake. Amen. Na maanisha ndoa na watoto. Sasa wiki hii tunaenda kuangalia kuishi pamoja sisi kwa sisi ndani ya familia ya Kristo, lakini pia katika ndoa na katika familia pale nyumbani. Na hilo ni changamoto. Wawili anasema chupa ndani ya kreti lazima zigongane. Na wakati mwingine mnaweza kuwa hamuna yani shida sio maneno, lakini tafsiri ya maneno ikawa ni mbaya. Lakini sasa kama mmeanza ndani ya Kristo Yesu, yote yanasawazishwa na tuna songa mbele. Tumesema maneno yaliyokolea munyu yawe yamejaa midomoni mwetu. Munyu nini? Munyu ni chumvi au ladha. Ladha. Chochote kinacholeta ladha. Amina. Hayo matamu masikioni. Sasa tuanze Jumapili na waume na wake. Umoja wao ndani ya Kristo Yesu, ikiwa kama wataweza kuishi katika umoja wao ndani ya Kristo Yesu, ni umoja wa kunyenyekeana. Umoja wa kunyenyekeana. Kuna utamu kwenye umoja wa kunyenyekeana, kwenye yale maneno ya pole, asante, yana unyenyekevu ndani yake. Twende tuangalie kidogo haya maneno yanavyositizwa katika barua hii ya Paulo kwa Wakolosai sura 3 mstari 18 mpaka 19. Alafu na mimi nitasoma Waefeso sura ya 5 22 25 mpaka 25. Wakolosai 3:18 nasema, ninyi wake
watiini waume zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Ninyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Efeso 5:25, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Maneno yenu yakae. Kristo alituposa kwa maneno mazuri, sema na wewe fanyeni hivyo, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Sitamaliza yote, lakini mtiririko tunaupata mpaka 25. Twende 33, maliza 33. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Amina. Kabla tujazungumza habari ya mwanamke amtii mke wake, hiyo ina utata siku hizi. Wanawake wetu walioenda shule siku hizi sawa, unamaanisha. Kwa hiyo tutafika, ngoja kwanza tuzungumze habari ya mwanaume Kristo, jinsi alivyotutendea. Anasema kumbe tulikuwa wachafu, alijitoa atutakase. Mimi nitamani aseme kwa damu yake, ila anasema ili apate kutusafisha kwa neno. Ni neno ndilo tulilolisikia la Injili, wengine wanaita neno tamu la Injili. Lile ndilo liligeuza mtazamo wetu juu ya Mungu na juu ya sisi, ni neno la msalaba. Kumbe anasema sasa na wewe kama Kristo alivyolipenda kanisa, wewe kama mwanaume tuko kule nyumbani, penda vile vile. Na kama tuko ndani ya kanisa, tupendane kama Kristo alivyotupenda sisi. Kwa matendo tu. Wanaume unajua siku hizi wanasema, wewe hujui kwamba nakupenda, kwani mpaka niseme? Nataka aone matendo. Wanapenda maneno. Mwanamke huwa anapenda maneno. Na hata sisi wa Kristo tunapenda kuwa assured na neno la Mungu. Ndio maana anasema neno la Mungu liwajae, linawatakasa. Imekaa vizuri. Wewe kwa uzoefu ni mwepesi kumwambia mke wako nakupenda? Unasema si anajua. Sasa huwa anasemaga. Unasemaga. Sasa tuende kwenye habari ya mwanamke. Mwanamke anaambiwaje? Anaambiwa mchini wake. Kwa hiyo ni unyenyekevu kwa kusikiliza. Lakini si watu wanasema kila mtu ana nywele. Kile mtu ana kichwa na akili zake. Ili hivi tunawezaje kumshawishi? Tunaweza kumshawishaje mwanamke anayetusikia yuko hapa? Mwingine anaenda kuolewa, mwingine ameolewa. Kwamba umsikilize katika Bwana. Hapa si ni masuala ya mamlaka? Ndio. Atambue mamlaka. Kumbe mwanamke ana mamlaka. Anamkalia. Yuko juu yake. Kristo ni kichwa. Ndio. Yuko juu ya mwili. Ndio. Mwanaume naye yuko juu ya mwanamke. Amejiweka mwenyewe au amewekwa na Mungu? Amewekwa na Mungu. Nani wa kwanza kuumbwa? Mwanamume. Kwa hiyo Mungu amemweka. Kwa hiyo kutambua mamlaka ya mwanaume aliyopewa na Mungu ni kutambua Mungu aliyempa mamlaka. Ndio kabisa, sahihi kabisa. Ukimsikiliza mwanaume umemsikiliza nani? Umemsikiliza Mungu. Ila katika Bwana. Na anasema hivi ndivyo impendezavyo Bwana. Ni unyenyekevu wa kufanyaje? Mwanaume anapenda, mwanamke anatii katika Bwana. Unaambiwa kama kuna argument ndani ya pale nyumba na mnachoshindania, yani zile hoja mnazoshindania, yani mimi mwanamke, hata kama mawazo yangu asipopita, la mume wangu bado ni sahihi katika Bwana. Eti mimi ninatarajiwa nisikomalie, nisikazie, nimwachie wazo la baba lipite.
tumwachie wazo la baba alipita kwa mamlaka aliyopewa, katika Bwana. Na we kama mwanaume, kama unaona hili ni jema, kwa upendo, unatarajia mwanamume katika Bwana, mwanamke afuate. Sasa siku hizi unajua mambo ya Beijing yanaanza kunyang'anya mamlaka ya wanaume. Samani Beijing ni nzuri tu, ilikuwa nayo na makusudi yake mazuri, yale ile tamko la Beijing. Lakini wanaume sasa hivi tunatarajiwa, yani mwanamke akizungumza chochote, ili mradi ni mapenzi yake. Mimi napenda unipende hivi, mimi nataka hivi, hata kama sio katika Bwana. Mwisho wa siku unajikuta wewe ni msikilizaji, yani wewe ni kivuli cha mke wako. Na sasa Yesu shida ni kwamba ukizoea sasa, ni yale mambo ya Adamu. Kwa nini ulimsikiliza mke wako? Wewe si umezoea kumsikiliza? Baada ya kusema hivi, lakini Mungu hapa anasema hivi, lakini si huyu anapaswa kunisikiliza mimi, hili liko. Unasemaje? Au unaona umetulia sana, au nimepiga kwenye mshono, au nimekupiga mahali fulani. Sio kwamba umepiga, na tafakari kwamba kumbe ukisikiliza, tunarudi kule kwa Adamu, na Mungu alimuuliza kweli, kwa nini tunataka tumsikilize Mungu? Tumsikilize Mungu na maneno yetu kwa mamlaka tuliyopewa katika Bwana, tunatakiwa tuwasilishe na sisi kwa upendo. Na ni rahisi wao kutusikiliza kama wanaona upendo. Lakini je, haimaanishi kwamba tusipate ushauri kutoka kwa wake zetu? Tusiwasikilize wake zetu? Yaani ushauri kwa unyenyekevu. Hata kama unahisi hilo ni la Bwana, ni vizuri pia kumsikiliza mwenzako na kumuhusisha na kumshirikisha. Rafiki yangu, ni kuishi sisi kwa sisi pamoja katika Bwana. Amen. Kwa unyenyekevu wa upendo na masikilizano. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, uliyetuweka katika familia ya waumini na hata ya kule nyumbani kama mume na mke, neno hili likatutakase. Midomo yetu ikajawe maneno yaliyojaa ladha ya usikivu na upendo. Bariki mwenzetu ambaye anakubali kuingia katika familia ya Mungu na kuishi maisha haya. Mpatie kuishi namna hiyo, hata kama hajasikiliza maneno haya, mpatie kuyatoa na akawajenge wengine. Lakini pia hata aliyeko katika ndoa, neema yako inatosha, kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Basi mfuatiliaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo, ambapo tumeona mume na mke. Kesho tuna somo zuri linalosema wazazi na watoto. Amen. Karibu sana. Mimi Geoffrey Omondi. Nami ni Enos Makalindile. Karibu kesho. Amen.